tuko hapa Jangwani, daraja ambalo linajengwa kwa chini ya bilioni 97 bila kuinclude VAT. Ndugu zangu wa Tanzania, hapa nilipo tupo na watu wataalamu wa TANROADS, lakini wakuu wa wilaya na hasa mkuu wa wilaya ya Ilala na mkuu wa wilaya ya Kinondoni. Hapa kwa muda mrefu Jangwani pameleta vilio, na kila mwaka ilikuwa inafika wananchi wanaambiwa tutajenga. Kila mwaka inafika wananchi wanaambiwa tutajenga, lakini mwaka huu hayawi na sasa yamekuwa. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshaweka pesa hapa zaidi ya bilioni 97 ambazo zinaanza kuwalipa wakandarasi hawa kwa kujenga daraja lenye marefu ya mita 390, lakini kutakuwa pia na walkways. Kwa hiyo linaanzia pale mwanzoni na litakuja mpaka karibu huko mwishoni. Daraja hili ni kubwa, litarefuka kwa urefu wake si chini ya mita 8. Kama mnakumbuka pale Nguva daraja lile si chini ya mita 9, hili si chini ya mita 8. Maana yake yale maji yote ambayo yana flow kutoka kwenye bonde la mto Msimbazi na ambayo kwa muda mrefu yalikuwa kitafsirika kama ni mafuriko, itakuwa historia, itakuwa tumeingia kwenye historia. Kwa hiyo moja, tutakuwa tunaharakisha huduma za Watanzania, lakini mbili, zile fedha ndogo ndogo ambazo tulikuwa tunaziweka kwa ajili ya kurescue tunapopata haya mafuriko zitaelekezwa kufanya jambo jingine. Kwa hiyo nitoe rai kwa wakandarasi kwamba miradi hii ni mikubwa na Watanzania wanaisubiri kwa hamu. Na wakuu wa wilaya mlioko hapa, mara baada ya mwezi huu kuisha, fanyeni preparation, tuwaalike viongozi wa dini, wafanya biashara kutoka mataifa ya mengine, wananchi ambao walikuwa wanalalamika kwa muda mrefu, tufanye nao ziara hapa, waje waangalie progress ya ujenzi huu ambao daraja hili ni moja madaraja yanayojengwa kwa ustadi mkubwa mno. Mmeona hapa pembeni kuna daraja letu hapa la Jangwani, daraja letu hapa la Tanzanite. Ukiangalia daraja hili la Tanzanite linapendeza, limefungwa zile kamba mnaita kitaalamu ni cable stage bridge, ambazo tunasema all forces of the bridge is subject to kwenye zile cables. Na hili daraja pia litakuwa ni hivyo hivyo. Kuna manguzo mengi hapa, lakini ambayo yanajengwa kwa ustadi mkubwa. Lengo ni kwamba Watanzania wapate huduma zao kwa haraka. Sambamba na hilo, hapa kuna bonde hili la Jangwani. Ramani inaonyesha kwamba kutakuwa kuna maendelezo makubwa ya bonde hili. Kutakuwa kuna viwanja vya mipira, kutakuwa kuna viwanja vya mahoteli, kutakuwa kuna viwanja vya kiutalii, ili kukomesha kabisa. Na hao wakuu wa wilaya na wakurugenzi, na hasa wakurugenzi, tulishawatuma waende Japan wakaangalie mji ambao kwa miaka mingi ulikuwa unasumbua sana mafuriko. Na hii imefanywa kwa pesa za serikali, kwa kushirikiana na miradi ya DMDP, lakini kwa kusaidiana pia na World Bank. Wamekwenda mpaka kule Japan kuangalia namna ambavyo wenzetu walifanikiwa kudhibiti mafuriko. Hapa ndugu zangu tumeshaanza kujenga. Ukiangalia mitambo hii ikupe picha kwamba nini kitatokea hapa. Kwa hiyo baada ya miaka miwili, ile miezi 24 kama ambavyo imetamkwa, tutapata viwanja mbalimbali hapa. Na ndio maana serikali imelipa si chini ya bilioni 54 fidia. Wapo wachache wanaolalamika ambao wanasema bado hawajalipwa. Vyombo vinaendelea na uchunguzi wa kina kuhusu hao wachache wanaolalamika kwamba mpaka sasa hawajalipwa. Lakini wengi waliolipwa wawe ni mashahidi kwamba serikali imewajali watu kuwatoa ili miradi mikubwa iweze kufanyika kwa maslahi ya Watanzania. Kwa sisi wilaya ya Kinondoni tunafarijika sana na tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi huu mkuu, kwa uamuzi huu mahususi wa kutafuta suluhisho la kudumu wa kutengeneza daraja hili kubwa ambalo litaenda kuhimili mvua za kipindi chote, lakini daraja la Kigogo, daraja la Mkwajuni na daraja lile la Kunduchi pale Mtongani. Kwa kweli tunamshukuru sana Dr. Samia kwa miradi hii, kwa sababu kupitia utekelezaji wa madaraja haya tunaenda kuimarisha uchumi, afya, elimu, kwa sababu usafiri
ndio kila kitu kwenye kupeleka watu kwenye huduma mbalimbali. Lakini pia nitumie nafasi hii niwashukuru wakandarasi. Nimeona kwenye madaraja yote haya manne, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kazi zinaendelea vizuri. Wakandarasi wapo kwenye maeneo ya ujenzi kwa muda mwingi hadi nyakati za usiku, wanafanya kazi hizi vizuri. Lakini pia nitumie nafasi kuwashukuru na kuwatia moyo sana wenzetu wa TANROADS kwa kazi kubwa ambayo wanaoifanya ya kusimamia miradi hii kuhakikisha inatekelezwa. Wito wangu tu kwa wakandarasi, tuhakikishe tunazingatia muda wa kimkataba. Tumeingia mikataba hii ya ujenzi katika kipindi fulani. Kwa hili daraja Diangane hapa ni zaidi ya miezi 20. Tuhakikishe tunatumia vizuri muda huu. Lakini pia tuzingatie na nyakati. Huu ni mwezi wa 10 na tunakoelekea ni kwenye kipindi cha mvua. Ni vizuri kazi zinazoweza kufanyika sasa hivi ambazo zitatuokoa kutupotezea muda katika kipindi cha masika ziweze kufanyika sasa hivi, ili kazi hizi zisije zikakwamishwa, kwa sababu matarajio ya wananchi kwa kazi nzuri za Dr. Samia ni makubwa mno. Daraja itakuwa na njia 2 za mwendo kasi ya T-lanes na njia 4 za magari ya mchanganyiko MTL, mixed traffic lanes. Ujenzi wa daraja pia utahusisha kivuko cha waenda wa miguu na vituo vya BRT. Daraja itakuwa na nguzo za msingi za kwenda chini, yani piles 496 na nguzo 2 za mwishoni, manake abutment 2 na nguzo za kati piers 12. Tabaka la lami itakayojengwa la barabara za maingilio za mixed traffic lane ni super pave. Barabara ya zege itakuwa kwa ajili ya mwendokasi lenye unene wa milimita 250, yani sentimita 25. Mkandarasi anaitwa CCCC, yani China Communication Construction Company kutoka China, na mkataba utajengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 97.1 bila VAT. Muda wa ujenzi ni miezi 24 na kimkataba ujenzi ulianza, maana yake commencement date tarehe 2 Mei 2025. Maendeleo ya ujenzi mpaka sasa, mkandarasi amekwisha tengeneza diversions, maana njia ya mchepuko ambayo ilikuwa ni challenge kubwa kwenye mradi huu kwa sababu ya traffic congestion iliyopo kutoka mjini kwenda Magomeni. Lakini pia amekwisha hamisha miundombinu ya TANESCO na TTCL. Mkandarasi amekwisha jenga piles 80 za kwenda chini kati ya 496 ambazo ziko kwenye mkataba. Overall percentage ni 18% kati ya 22 ambazo ziko kwenye mradi. Malipo, mkandarasi amekwisha kulipwa shilingi bilioni 17.15 kama malipo ya awali ambayo ni IPC namba 1, na ajira tayari mpaka sasa mradi umetoa ajira ya watu 264, na kati ya hao 236 ni wazawa sawa na 89%.